Na kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia: Rais wa Benki ya Maendeleo ya BRICS NDB amshukuru Rais Xi Jinping kwa kusaidia mafanikio ya benki hiyo. Wachina wasaidia Uganda kuandaa wataalamu wa sekta ya mafuta. Na awamu ya 3 ya maonyesho ya 137 ya Canton yafunguliwa Guangzhou. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na karibu tena. Rais wa Benki ya Maendeleo ya BRICS NDB Dima Dossef amesema msaada wa Rais Xi Jinping wa China umekuwa muhimu sana katika mafanikio ya benki hiyo, hasa wakati wa changamoto. Xi aliahidi kuendelea kuunga mkono maendeleo ya NDB na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi za kusini mwa dunia. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Rais wa Benki ya Maendeleo ya BRICS Dilma Rousseff, ambaye alikuwa ni rais wa Brazil, amemshukuru rais wa China Xi Jinping kwa kuunga mkono taasisi hiyo kwa udhabiti wakati wa ziara yake katika makao makuu ya NDB jijini Shanghai. Katika ziara hiyo, Rais Xi alimpongeza Rousseff kwa kuchaguliwa tena kuwa rais wa benki hiyo na kuitaja benki hiyo kuwa juhudi ya kipekee ya kuleta umoja wa kujitegemea kwa nchi za kusini mwa dunia. Aidha, Rais Xi alisema kuwa kama mwenyeji wa benki hiyo, China itaendelea kuunga mkono shughuli na maendeleo ya benki na kuongeza kuwa China pia iko tayari kuimarisha ushirikiano wa miradi na benki hiyo na kuweka msukumo kwenye maendeleo ya kijani, ubunifu na ustawi endelevu. Akizungumza na vyombo vya habari vya China, Rousseff alielezea kuwa mkutano huo ulikuwa na mafanikio makubwa na kusisitiza mchango mkubwa wa Rais Xi katika mafanikio ya benki hiyo. O encontro do banco com o presidente Xi Jinping foi... The meeting of the bank with President Xi Jinping was a great success. President Xi Jinping has always provided support and has given significant help to the bank in difficult times. He designated this decade as a golden decade. In this decade, we approved 120 projects with a total commitment of $40 billion. So I have to openly acknowledge that this support for us has been essential. It was essential for the bank in the past, it is essential in the present, and for us to build the second golden decade. Awamu ya 3 ya maonyesho ya 137 ya uagizaji na usafirishaji bidhaa ya China yanayojulikana sana kama Canton Fair imefunguliwa Guangzhou siku ya Alhamisi, yakionyesha anuwai kubwa ya bidhaa za matumizi ya kila siku. Mwenzangu wa Miss Darwish ana maelezo zaidi. Maonesho haya ya mwaka huu ambayo yalianza Aprili 15 yamegawanywa katika awamu 3 zenye mada tofauti: utengenezaji wa kisasa, maisha bora ya nyumbani na awamu ya sasa, maisha bora, ambayo inalenga bidhaa zinazohusiana moja kwa moja na mahitaji ya kila siku. Bidhaa zinazoonyeshwa ni pamoja na bidhaa za kina mama na watoto, mavazi na vifaa vya kuandikia, vyakula, mahitaji ya wanyama wa kufugwa, pamoja na bidhaa za afya na burudani. Awamu hii ina sehemu 5 maalum katika kanda 21 za maonesho, ikiwa na zaidi ya makampuni 2200 ya kipekee na ya ubora wa juu, ikiwa na ongezeko zaidi ya waonyeshaji 100 ikilinganishwa na awamu iliyopita. Hii inajumuisha kampuni za teknolojia ya juu za kitaifa, vinara wa utengenezaji katika sekta maalum na makampuni madogo yenye ubunifu mkubwa yanayotumia mbinu maalum za kisasa kuzalisha bidhaa mpya na za kipekee. Maonesho haya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje yanavutia sana, yakihusisha makampuni 205 kutoka nchi 21 zinazoshiriki mpango wa ukanda mmoja njia moja, yani BRI, kama vile Turkey na Malaysia, ambayo yanachangia takriban 70% ya waonyeshaji wa kimataifa. Katika kukabiliana na mabadiliko ya sasa ya biashara ya kimataifa na mahitaji ya soko, Canton Fair inashirikiana na taasisi zaidi ya 100 za kitaalamu na wawakilishi wa makampuni makubwa kuandaa takriban makongamano na mikutano 20. Matukio haya yanazingatia mada muhimu kama vile mwenendo wa uchumi wa dunia, maendeleo ya sekta yanayoendeshwa na sera na mikakati ya kuongeza uimara wa makampuni. Wakati wa awamu hii ya 3, kongamano 5 maalum zitafanyika, zikihusisha sekta kama vile mizigo na mabegi, bidhaa za michezo na burudani za nje, dawa na vifaa vya matibabu.
Vipindi hivi vinatarajiwa kutoa maarifa ya kina kuhusu njia za maendeleo ya viwanda chini ya mkakati wa mzunguko wa pande mbili wa China kwa kusaidia makampuni kuendelea mbele katika mwenendo wa sekta na kunasa fursa mpya. Wengineko ni kwamba wakati Uganda inaendelea kusukuma mbele azma yake ya muda mrefu ya kuzalisha mafuta, macho sasa yameelekezwa kwa watu wanaoandaliwa kufanikisha lengo hilo. Jijini Kampala, taasisi inayoendeshwa na Wachina imezindua programu ya mafunzo ya vitendo inayolenga kuwapa Waganda ujuzi muhimu wa kiufundi kwa ajili ya miradi ya mafuta inayogharimu mabilioni ya dola. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Badala ya kuanza kwenye visima vya mafuta, sura mpya ya historia ya mafuta Uganda inaanzia katika taasisi ya mafunzo jijini Kampala. Hapa wafanyikazi wa baadaye wa sekta ya mafuta wanafundishwa kazi maalum kama vile usimamizi na uendeshaji wa kreni. Mafunzo haya yanaunganishwa moja kwa moja na ujenzi wa kituo kikuu cha kuchakata mafuta, yani CPF, ikiwa ni nguzo muhimu ya uzalishaji wa mafuta nchini humo. Lengo letu ni kuunda vikosi vingi vya ndani vinavyoweza kuelewa jinsi ya kuendeleza mradi wa mafuta na gesi, kuanzia chini ya ardhi hadi juu, kutoka kwenye uhandisi hadi kwenye operesheni za kila siku. Kampuni ya Kichina ya Sinopec inaongoza ujenzi wa CPF chini ya mradi wa Telenga, ambapo mafuta ghafi yatasafishwa na kuandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa kupitia bomba la mafuta la Afrika Mashariki, mradi unaofanikishwa na uwekezaji mkubwa wa China. Uganda inalenga kuhakikisha kuwa 15% ya nafasi za kiufundi zinashikiliwa na raia wake. Hapo awali nilikuwa ninashughulikia faili za hospitali, lakini nimebadili taaluma. Sasa ni fundi wa kulehemu mabomba. Uganda inatarajia kuanza uzalishaji wa mafuta katikati ya mwaka wa 2026, ikilenga kuzalisha zaidi ya mapipa 200,000 kwa siku. Hata hivyo, kufanikisha mabadiliko haya na kugeuza mafuta kuwa utajiri wa taifa kunahitaji nguvu kazi yenye ujuzi wa hali ya juu na usalama madhubuti. Ingawa taasisi hiyo iko mbali na maeneo ya visima, ujuzi unaotolewa ni muhimu kwa ujenzi wa miundombinu ambayo itawezesha mafuta ya Uganda kutoka ardhini hadi sokoni. Mabadiliko haya yanaendelezwa kwa kasi kubwa kwa msaada wa kampuni za kimataifa kama Total Energies na Sinopec. Tunafanya kazi ya kumalizia. Tuko hapa kwenye CPF na tunaweka mabomba hivi sasa ili kuwe na mtiririko na usambazaji wa nguvu. Tunatarajia kuanza uzalishaji katikati ya mwaka ujao. Kadri uchimbaji unavyoendelea kwa kina zaidi, ushirikiano wa China katika sekta ya mafuta ya Uganda unazidi kuimarika. Jitihada hizi zinahakikisha kwamba maendeleo ya Uganda kama taifa la mafuta hayatategemea tu rasilimali za asili, bali pia utaalamu wa watu wake. Kikosi kinachoshirikiana na ujumbe wa Shenzhou 19 kutoka China kimesifu mafanikio ya safari ya wanaanga waliokuwa angani kwa muda wa miezi 6. Kauli yao inajiri baada ya wanahanga watatu kurejea salama duniani siku ya Jumatano. Mwenzangu Simiyu Wanjala anaarifu zaidi. China iliahirisha kwa muda kurejea kwa chombo cha anga cha Shenzhou 19 ambacho kilikuwa kimeratibiwa kutua Jumanne kutokana na hali mbaya ya hewa katika eneo la kutua la Dongfeng kaskazini mwa China katika mkoa wa Inner Mongolia. Hata hivyo, chombo kilichowabeba wanaanga watatu kilitua salama katika eneo la Dongfeng siku moja tu baada ya tarehe iliyopangwa awali. Baada ya kuthibitishwa kuwa hali ilikuwa salama, chombo cha anga cha Shenzhou 19 kilijitenga salama kutoka kwa kituo cha anga cha Tiangong saa 7 kabla ya kutua. Kuchelewa kutua kulisababisha mabadiliko katika eneo la kutua lililopangwa awali, lakini Shu Peng, mfanyakazi katika kituo cha usinduzi wa satellite cha Zhongguan, alisema timu za uokoaji ardhini ziliweza kushughulikia mabadiliko hayo na kuelekeza operesheni katika upande wa mashariki wa eneo la Dongfeng.
Utaratibu mzima ulikuwa mafanikio safari hii, ingawa tulikumbana na shinikizo kubwa mwanzoni kwa sababu eneo la kutua lilihamishwa kutoka upande wa magharibi hadi mashariki. Wanachama wote wa timu yetu walikabiliana na changamoto hiyo na kutimiza majukumu yao kuhakikisha operesheni ya uokoaji inakamilika kwa mafanikio. Chini ya saa moja baada ya kutua, wanaanga wote watatu wa Shenzhou 19 walisaidiwa kutoka ndani ya chombo hicho baada ya kutumia siku 183 wakiwa angani. Wakala wa anga wa China CMSA ulithibitisha kuwa wanaanga hao wako katika afya njema na kutangaza kuwa safari yao imekuwa ya ufanisi. Yang Liwei, mwanaanga wa kwanza wa China aliyerusha Shenzhou 5 mwaka 2003 na ambaye sasa ni naibu mkuu wa mpango wa anga wa China, pia alisifu mafanikio ya ujumbe huo. Wanaanga wetu walifanya kazi kwa ustadi mkubwa sana. Wakati wa safari, kamanda Kai Shuje pamoja na wanaanga wawili waliozaliwa miaka ya 1990 walifanya shughuli 3 za nje ya chombo. Pia walihamisha shehena mara 6 ndani na nje ya kabati na wakakamilisha majaribio mengi sana ya kisayansi. Tunaweza kusema walifanya kazi yao kwa ustadi mkubwa. Wanaanga wa Shenzhou 19 walianza safari yao kwa kurushwa kutoka kituo cha uzinduzi wa Jiuguan tarehe 30 Oktoba mwaka jana. Jiji la Shanghai nchini China linaendelea kuvutia watalii wa kimataifa kwa kasi, likiwa moja ya maeneo yanayoongoza kwa kuwavutia watalii nchini humo. Kutokana na sera mpya zenye kama vile kuingia bila visa na kurejeshewa kodi, wageni wengi wanatembea jiji hili kwa sababu ya shughuli za kibiashara. Mwandishi wetu Tom Njala anaeleza zaidi. Watalii wa kimataifa wanaosafiri kuelekea Shanghai, moja ya maeneo maarufu zaidi kwa watalii wa kimataifa nchini China, wameelezea kuridhishwa kwao na uzoefu wa ununuzi kufuatia utekelezwaji wa hatua mbalimbali zenye upendeleo, ikiwemo sera ya kuingia bila visa na mpango wa kurejeshewa kodi kwa wageni. Katika eneo la Huangpu, katikati mwa Shanghai, mtaa wa Tianxifang umeendelea kuwavutia wageni kutoka mataifa mbalimbali. Mitaa yake yenye shughuli nyingi imepambwa kwa mapambo ya kuvutia na maduka ya kipekee, yakitoa mwonekano wa maisha ya zamani ya Shanghai na zawadi za kipekee kwa wageni, jambo ambalo linawavutia zaidi watalii wa kimataifa. Tangu kuanzishwa kwa huduma ya kurejeshewa kodi kwa wageni walioondoka nchini kupitia mfumo wa nunua kisha rejeshewa kodi mnamo mwezi Aprili mwaka huu, idadi ya watalii wa kigeni wanaokuja China kwa makundi kwa ajili ya ununuzi imeongezeka kwa kasi. We want shopping here. We buy silk scarves and other tourist souvenirs. We were here 9 years ago. I saw a change from 9 years ago, and without visa it's much easier for us to travel here. Bidhaa za kielektroniki zinazotengenezwa nchini China kama vile simu ya mkononi na kompyuta pia zimekuwa sehemu ya orodha ya ununuzi kwa wageni. Actually here you can find every technology that you want. You can find a lot of things that you will never imagine, so I believe that it's really good for the foreigners to come here to Shanghai. Tangu kutekelezwa kwa sera mpya ya visa ya saa 240 mwishoni mwa mwaka jana, jiji la Shanghai limekuwa na ongezeko kubwa la idadi ya watalii wa kigeni wanaoingia nchini China. Kwa mujibu wa ofisi ya utamaduni na utalii ya manispaa ya Shanghai, jiji hilo limepokea zaidi ya ziara milioni 1.7 za watalii katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la 37% ikilinganishwa na mwaka jana. Kwa sasa, China inaruhusu raia kutoka nchi 38 kuingia nchini humo bila visa na imeongeza muda wa kukaa kwa wageni kutoka nchi 54 hadi saa 240 bila kuhitaji visa za mpito. Aidha, China imepunguza kima cha chini cha ununuzi kinachostahili kurejeshewa kodi kutoka yuani 500 ambazo ni takriban dola 68.8 za Marekani hadi yuani 200 ambazo ni takriban dola 27.5 kwa siku kwenye duka moja. Shanghai ikiwa miongoni mwa miji ya majaribio kwa sera ya nunua kisha rejeshewa kodi, kwa sasa ina maduka 587 yanayoshiriki katika mpango huo,
huku 284 kati yao yakitoa huduma ya kurejeshewa kodi papo hapo. Na kwenye sehemu yetu basi ifahamu China leo, mwenzangu Zakia Pong anatufahamisha kuhusu bandari ya Tianjin ambayo sasa imekuwa na njia mpya inayoelekea katika eneo la Mashariki ya Kati. Hebu tujiunge naye Zakia Pong. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Huku kukiwa na biashara thabiti ya kimataifa, bandari ya Tianjin, bandari kubwa zaidi ya eneo la kaskazini mwa China, inaboresha shughuli na kukumbatia uvumbuzi ili kuongeza ufanisi na kupanua uunganisho wa kimataifa. Njia mpya ya baharini kutoka bandari ya Tianjin hadi Mashariki ya Kati ilianza kufanya kazi hivi karibuni. Jing Hao, mkurugenzi wa utumiaji katika kituo cha kimataifa cha Roro cha bandari, ana jukumu la kufuatilia maendeleo ya upakiaji kunapokuwa na kazi mpya ya usafirishaji. Kutokana na kuchochewa na mpango wa ukanda moja njia moja na hatua za kuimarisha maendeleo jumuishi ya eneo la Beijing, Tianjin, Hebei, idadi ya njia za bandari ya Tianjin na kiasi cha mauzo ya nje zimeongezeka. Kulingana na Jing, sasa bandari ya Tianjin inaunganishwa na zaidi ya bandari 500 katika nchi na maeneo zaidi ya 180 duniani kote. Wakati huo huo, kituo cha kisasa cha bandari kimekuwa kikifanya kazi ili kuboresha ufanisi wa utendaji wake kupitia utafiti wa kisayansi. Uboreshaji wa program kwenye gati linalotumia akili bandia ulizingatiwa kuwa kipaumbele. Feng Miao, meneja wa operesheni katika kampuni ya kituo cha pili cha kontena cha bandari ya Tianjin, alieleza kuwa wamebaini kupungua kwa ufanisi wa vifaa vyao vya kunyanyua. Mita 2 za ziada kwa umbali husafiri kwa kama sekunde 0.2 kwa wakati. Kwa meli kubwa ya kontena inayohitaji kupakia takriban kontena 10,000, nusu saa ya ziada inaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa ufanisi wa uendeshaji. Bwana Feng na wenzake wanatatua haraka changamoto yoyote kwa sekunde 0.2 kwa kuboresha mahesabu na mtiririko wa kazi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Haya, umewadia ule wakati basi wa kujifunza Kichina. Katika sehemu hii basi tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi ujiunge nami ili tuweze kujifunza Kichina pamoja. Haya. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo ni darasa la marudio. Hebu tufanye mazoezi pamoja na mwalimu. Mtoto wa chura anamtafuta mama yake. Mtoto wa chura alitengana na mama yake. Tafadhali msaidie. Ni pale tu utakaposoma herufi za Kichina kwa usahihi, mtoto huyu wa chura ataweza kuruka kwenye jani la yungiyungi linalofuata na hatimaye kuungana na mama yake.
它长点号谁高Treni za herufi za Kichina. Kuna herufi ya Kichina kwenye kila behewa la treni. Tafadhali chagua puto la pinyin inayolingana na herufi ya Kichina. Puto litaruka na kurudi kwenye treni kwa kila jibu sahihi. Je, unaweza kusaidia kurudisha maputo yote? Ge he shou yu sui chi Tafadhali unganisha maneno kwenye kadi kuwa sentensi. Ni哥哥多大? Ni 姐姐在家吗? Ni 的鼻子真长。他很喜欢吃面条。这是我的学校。我家有4口人。再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha basi makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Niite Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.